Habari yako kipenzi, msikilizaji na mtazamaji wa Ruhalala TV. Ni wako Madam Nyembe, tena tumerudi kwa siku nyingine tena kwa mwendelezo wetu wa hadithi au masimulizi ya binti Amina. Tunaona Amina akiwa katika njonzi, akiwa katika fikra, akiwa katika usingizi mzito, akionyeshwa jinsi alivyotengenezwa tumboni kwa mama yake. Ni pale ambapo mzee Ismail alipokwenda kwa mzee Gilali kwa lengo na nia ya kupata dawa ili waweze kupata mtoto. Lakini baada ya kupewa masharti magumu ilishindikana. Hivyo wao ikabidi warudi nyumbani. Wakiwa njiani kuelekea nyumbani, binti Mariam alibanwa haja ndogo. Hivyo alienda pembeni kidogo kwenda kupata huduma. Alivyokuwa pale, alivyoinama akakutana na joka. Joka lile lilianza kumsemesha, "We mama, mbona unasumbuka sana? Ili hali unajua matatizo yameanzia kwako?" Bi Mariam akashtuka. Ndipo akapata kumbukumbu kwamba baada ya kuzaliwa hakupaswa kukutana na mzee Ismail, hakupatwa kukutana na mtu yoyote yule wa jamii yake. Hivyo mzee Ismail alikuwa katika kijiji hicho cha Lugomora na kupelekea laana ile kuendelea. Kwa hiyo Bibi Mariam baada ya kupata zile kumbukumbu kwamba hakupaswa kufanya hiki, ikabidi arudi nyumbani na mumewe Ismail. Na baada ya siku 2 Bi Mariam aliamua kufunga safari na kumwambia mumewe kwamba ameitwa na shangazi yake Tanga. Baada ya kufika jijini Tanga, alienda moja kwa moja kwa shangazi yake, akamweleza hali halisi. Na shangazi yake kwa kuwa ni mtu ambaye alifahamu kila kitu toka mwanzo, na alihisi labda Bi Mariam alikuwa ameridhika na maisha ya bila kuwa na mtoto, ndipo akamkumbusha na kumwambia kwamba hata sababu ya wewe kufukuzwa nyumbani kwetu ilikuwa ni wewe kung'ang'ana kwa Mr. Ismail. Hayo yote Amina anayaona katika njozi. Hivyo basi ndipo Bi Mariam akaongea na shangazi yake Bi Mwantumu kwamba, "Je, nifanye nini shangazi yangu?" Bi Mwantumu akamwambia, "Hapa kitu cha kufanya kinatakiwa kifanyike upesi na haraka iwezekanavyo." Ndipo Bi Mwantumu akamwambia, "Mimi mume wangu yupo, na kwa kuwa huwa anakuja amelewa, nitakuruhusu ulale naye usiku wa leo." Bi Mariam akashtuka sana. Alishtuka sana. Akasema, "Nitawezaje kulala na mjomba wangu mimi?" Bi Mwantumu akamwambia, "Huo ndio msaada ninaweza kukupatia kwa mtu ambaye ninamwamini, ninamjua na kumuelewa. Kwa hiyo ni uchaguzi wako wewe kufanya au kutokufanya. Na je, kilichokuleta kwangu ni kipi kama si hicho?" Bi Mariam akakosa cha kusema. Bi Mariam akawa anawaza, nitakuwa mgeni wa nani haya yote yakijulikana? Nitakuwa ndugu wa nani haya yote yakitapakaa katika ukoo wetu, katika jamii inayonizunguka, ili hali nimekwisha fukuzwa? Ndipo Bi Mariam akakata shauri akasema, "Liwalo na liwe, kikubwa na mimi niitwe mama. Nijue je, mimi si mgumba au nina shida gani?" Ilipofika usiku, mumewe Bi Mwantumu alirejea akiwa chinalila, akiwa amelewa chakali. Mtu ambaye hajielewi. Namfahamu mzee Lomolomo. Alikuwa amelewa kupindukia. Siku hiyo alikuja amechafuka, amejisaidia, akajikojolea kila aina ya uchafu. Lakini mbaya zaidi,
kaibiwa hadi pesa aliyokuwa nayo. Hivyo ikawa ni furaha sana kwa Bi Mwatumu kuona kwamba leo anaweza kumsaidia nduguye. Ndipo Bi Mwatumu kaenda kumsafisha mumewe, kwa sababu ilikuwa ni kawaida kwa mumewe kuja amelewa akiwa kwa hali hiyo. Kaenda kumsafisha, akamweka kitandani, mumewe akalala. Bi Mariam akajongea katika kitanda cha mjomba wake na kukuta hali kama hiyo. Alishindwa alikosa cha kufanya, ikambidi tu afanye kile alichokusudia. Amina ndipo akatengenezwa tumboni kwa mamake Bi Mariam. Hivyo tunaona kwamba Mzee Ismail sio baba halisi wa Bi Amina. Tunaona kwa George akafanya mambo yake, akamtengeneza binti, akarejea katika hali yake ya kawaida, akarejea katika fahamu zake. Lakini pia kwa Amina kulikuwa na onyo ambalo hakutakiwa kulifanya. Kwanza, hakutakiwa kukutana na mwanaume yoyote. Pili, hakutakiwa kugusana na mwanaume yoyote yule katika hali ya kutanisha. Si maana ya kusalimiana, si katika hali ya kupishana, lakini mguso. Wana fasihi tunaelewa maana ya mguso. Sasa hakutakiwa kugusana katika hali yoyote ile. Vipenzi vyangu wa Luhalala TV. Luhalala TV inapatikana katika Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube kwa jina la Luhalala TV. Hivyo basi usisahau wala usiache kusubscribe na uwe wa kwanza kucomment. Usiache kulike na kushare pia. Ni mimi Madam Nyembe. Tunaendelea na masimulizi yetu. Lakini katika mzinduko wa Bi Amina au binti Amina bado hakuwa sawa. Ni kwa macho ya nyama tu kwamba alionekana yuko kawaida, lakini kwa hali ya kawaida binti Amina hakuwa kawaida. Alikuwa bado katika njonzi, alikuwa bado katika usingizi. Hivyo aliendeshwa kwa kutumia dawa ambazo George alimfanyia Amina na kumrejesha nyumbani kwao. Ndipo Amina alivyorudi nyumbani kwao, ambapo katika hali ya kawaida ilionekana Amina amerudi nyumbani akiwa na maji kichwani, lakini Amina hakuwa na ujuzi wowote ule juu ya hali aliyokuwa nayo. Alipofika nyumbani, Amina alikuta watu wengi. Akashangaa, kuna nini nyumbani kwetu? Na vile vile alipofika nyumbani, mama yake alifurahi sana kumuona. Baba yake pia alifurahi sana kumuona. Lakini kumbe wale watu, baba na mama Amina, hawakuweza kuwaona. Ndugu zangu, ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kushangaza. Fikiria unarudi nyumbani kwako, unakuta watu wengi, halafu familia yako hawawaoni. Fikiria unakuta watu wengi nyumbani kwako, halafu hawawaoni. Unapata picha gani? Mimi ningekimbia kweli. Lakini haikuwa kwa binti Amina. Hivyo tunaona Amina akaingia ndani, akaweka maji. Japokuwa muda ulikuwa umeenda, wazazi wake hawakuweza kumuuliza chochote. Ni kwa sababu ya shida aliyokuwa nayo Amina. Kosa lilifanyika baada ya kijana George kumbeba Amina, kumgusa sehemu ambazo hakustahili kuguswa maskini. Ndipo Amina tatizo lile likafumuka, tatizo lile likajulikana kwa watu wengi. Je, ni tatizo gani? Kipenzi msikilizaji na mtazamaji wa Luhalala TV, ungependa kujua ni tatizo gani? Na je, ungependa kujua
hali halisi ya Bi Mariam baada ya kugundua kwamba binti yake siri yake iko wazi wazi. Usiache kunifollow kesho. Usiache kufuatilia simulizi yetu ya maisha ya Bi Mariam au binti Mariam. Ni wako Madam Nyembe. Nakutakia siku njema na usiku mwema. Asante.